Katika kila taifa linalothamini maadili na uwajibikaji, mafunzo kwa viongozi huwa ni msingi imara wa kuendeleza kujenga taifa lenye uongozi thabiti na utendaji wenye tija. Hii inadhihirika wazi kupitia mafunzo maalum kwa viongozi wa juu wakiwemo mawaziri, naibu mawaziri, makatibu wakuu na naibu makatibu wakuu. Yamekuwa nguzo muhimu katika kuimarisha ufanisi wa serikali. Mafunzo haya ninayoyazindua ni muhimu katika kuimarisha uwezo wa viongozi wa juu na wale niliowateua katika ngazi mbalimbali. Katika kipindi hiki ambacho Zanzibar inatekeleza mipango na mikakati mbalimbali ya kuimarisha uchumi na misingi ya utawala bora, viongozi mnahitaji maarifa mapya, mbinu za kisasa na uelewa mpana wa utekelezaji wa maamuzi ya serikali, sera pamoja na matumizi sahihi ya rasilimali tulizonazo kwa lengo la kuongeza kasi ya utendaji wa majukumu ya serikali na kupata matokeo tunayoyatarajia. Mafunzo ya uongozi na utendaji kazi kwa viongozi wa juu serikalini yanakusudia kuongeza uwezo katika kupanga, kusimamia na kuthamini utekelezaji wa sera za serikali. Viongozi wanapaswa kuwa na uelewa mpana wa masuala ya kiuchumi, kijamii, kisiasa, teknolojia na utawala bora. Ni kweli Mheshimiwa Rais, matatizo na mapungufu ndani ya utendaji wetu yapo mengi, na hayasababishwi na sheria zilizopo nzuri, hayasababishwi na miongozo ipo, yanasababishwa na sisi wenyewe binafsi. Saa nyingine mtu binafsi tu anataka kufanya jambo ambalo anahisi tu ajiridhishe yeye mwenyewe na haangalii maslahi mapana ya serikali. Nami nitumie nafasi hii kuwaomba viongozi wenzangu kuyafuata kwa kina kabisa maelekezo ambayo tutapewa hapa. Tutapata nafasi ya kuuliza kwa yale tusiyoyajua, na tukirudi huko tunaamini tutakuwa tumewiva sasa, na yule ambaye atafanya visivyo itakuwa ni makusudi na sio kwamba haelewi. Hakuna uongozi mzuri bila maadili. Ndiyo maana mafunzo haya huweka mkazo mkubwa kwenye misingi ya uadilifu, uwajibikaji, uwazi, utiifu wa sheria na matumizi sahihi ya madaraka. Misingi hii huwakumbusha viongozi kwamba wana wajibu kwa wananchi, si kwa maslahi binafsi. Uongozi ni dhamana na si nafasi ya kujinufaisha, na pia wanapaswa kuwa mfano wa kuigwa katika maneno na matendo. Tunatetea nidhamu inakuwa hamna, tunatetea makosa. Hilo ndio linatumaliza. Yaani kila mmoja akiamua kubadilika ndani ya nafsi yake, akaacha muhali, hii Zanzibar itarekebika faster. Transformation zote tunasema zitatokea faster, kwa sababu tutawajibika kujisimamia sisi na kuwasimamia wanaostahiki na kuwapa wanayostahiki, iwe ni adhabu au sifa. Katika mafunzo haya, viongozi hawa wanapata fursa ya kujengewa uwezo wa kutambua na kuepuka migongano ya maslahi, kupinga vitendo vya rushwa na kuhakikisha matumizi bora ya rasilimali za umma. Lazima tuonyeshe mabadiliko kwenye uongozi, lakini pia to manage challenge na kupunguza changamoto kwa wananchi, kwa sababu wao ndio ambao tuna mkataba nao katika kuwapa huduma. Kwa ni imani yangu mafunzo haya, kila mmoja wetu akitoka hapa atakuwa na maono mapya ya jinsi gani ya kusimamia sekta ambazo tumepewa, lakini na zile dhamana ambazo tumepewa, tukijua kwa dhamana hizi walengwa wakubwa tuko hapa kwa ajili ya kuhudumia wananchi. Uelewa ambao tumeupata kutokana na mada zilizotolewa, hasa suala la uwajibikaji, lakini pia na suala zima la uwazi ambalo tunaambiwa ni transparent. Uwajibikaji umeonyesha kwamba accountability ambayo tumeikuta, tunatakiwa kuleta mabadiliko chanya kwa kipindi kifupi na spidi ambayo kiasi kikubwa tukasimamie mipango yetu kazi ambayo ametoa maelekezo yake katika hotuba ya ilani akiwa ni ahadi zake, lakini pia kuangalia hotuba ya Baraza la Wawakilishi, lakini pia dira ya 2050 na mpango endelevu ambao ni SDG. Ufanisi katika serikali hutokana na ushirikiano kati ya viongozi ambao wapo katika ngazi mbalimbali, wanaopaswa kuwa na mahusiano mema ya kiutendaji yatakayopelekea kuimarisha mawasiliano mazuri ndani ya wizara.
kuweka mipaka ya majukumu, kutoa mwongozo thabiti wa kiutendaji, pamoja na kufanikisha utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwa wakati. Bila mashirikiano, kazi zozote haziwezi kufikia yale malengo. Lakini pia mashirikiano ni kitu cha msingi. Mashirikiano yanaanza kutoka ngazi za juu, mawaziri, makatibu wakuu, manaibu mawaziri, manaibu makatibu wakuu, lakini mpaka wale wahudumu katika taasisi. Kwa hiyo ni vitu vya msingi sana, hasa katika wizara zetu. Lakini mashirikiano yanakuja kwa sababu tukiwa tuna team spirit, kwamba sote kwamba lazima tufanye kazi kwa pamoja kutimiza malengo ambayo serikali yetu inatutaka tuyafanyie kazi. Tumeona Mheshimiwa Rais kila anaposimama anazungumza na wananchi na sisi viongozi kwamba mashirikiano ni kitu muhimu. Kidole kimoja hakivunji chao. Tanufaika na kufahamu miko ambayo tunakatazwa kama viongozi, mipaka yetu kisheria, kila mtu ajue wajibu wake na nafasi yake, anaishia wapi, na kwa wale tunawaongoza tuwaongoze vipi, tuwaelimishe vipi, kwa sababu unapokuwa kiongozi pia unakuwa ni kama mwalimu. Kwa hiyo pia uoneshe njia na uwasomeshe unaowaongoza, uwainue, uwaongezee na wao uelewa wao. Kupitia mafunzo endelevu yanayolenga utendaji na maadili, Ofisi ya Rais, Katiba, Sheria, Utumishi na Utawala Bora kupitia Idara ya Mipango ya Rasilimali Watu na Maendeleo ya Mafunzo kwa kushirikiana na Chuo cha Utawala wa Umma IPA imetoa mafunzo hayo kwa siku 2 ambayo yamefanyika katika ukumbi wa IIT Madrasa Bweleo. Yamekusudia kujenga safu ya viongozi wenye weledi, uwajibikaji na maono ya kimkakati. Viongozi hawa wakitimiza wajibu wao kwa uadilifu na kujitoa. Wananchi watanufaika na huduma bora, miradi ya maendeleo itatekelezwa kwa ufanisi na hatimaye taifa litapiga hatua kubwa katika ustawi na maendeleo. Uongozi bora haujengwi kwa cheo pekee, unajengwa kwa elimu, maadili, uwajibikaji na moyo uliotukuka wa kulitumikia taifa. Nikiripoti katika chuo cha IIT Madrasa Bweleo, Nusra Khamis, UBTV.